Kukosa hewa ni dharura ya kimatibabu na ikiwa hautashughulikia haraka, itasababisha mshtuko wa moyo. Na kukosa hewa ni moja ya sababu muhimu au za kawaida zaidi za mshtuko wa moyo kwa watoto. Lakini haijazuiliwa kwa watoto pekee. Hata maisha ya watu wazima wengi hupotea kwa sababu ya kukosa hewa. Basi kukosa hewa ni nini? Ni kuziba kwa njia ya hewa ambayo pia inaitwa trakea na kitu cha kigeni, labda vitu vya kuchezea au chembe ya chakula. Na mara tu inapotokea, oksijeni haingii mwilini na mgonjwa anaingia katika mshtuko wa moyo. Kunaweza kuwa na kukosa hewa kwa sehemu au kukosa hewa kabisa. Wakati kukosa hewa kwa sehemu kunatokea, ni sehemu tu ya njia ya hewa inayozibwa. Na mtu anaweza kukohoa, mtu anaweza kutoa sauti fulani. Na wakati huo unahitaji kumhimiza kukohoa na kitu cha kigeni kinaweza kutoka na kuondoka. Lakini wakati kukosa hewa kwa sehemu kunabadilika kuwa kukosa hewa kabisa, hiyo inamaanisha njia ya hewa yote imezibwa kabisa. Hakutakuwa na chaguo lolote la kuingia mwilini mwake. Kwa hivyo wakati huo hakuna sauti na hakuna kukohoa pia. Njia pekee unayoweza kujua ni kitu kinachoitwa ishara ya ulimwengu ya kukosa hewa, ambapo mgonjwa au mtu atashika shingo yake hivi. Na kwa hili utajua kwamba mtu huyo anapungukiwa na hewa. Kwa hivyo katika hali hiyo, kitu pekee kinachoweza kuokoa maisha yake ni kitu kinachoitwa Heimlich maneuver. Ni tofauti kwa watu wazima na watoto. Hicho ndicho nitakachokuonyesha leo. Hivi ndivyo unavyofanya Heimlich maneuver. Wakati mtu mzima anapopungukiwa na hewa, atakuwa na ishara ya ulimwengu ya kukosa hewa. Atashika mikono yote miwili kwenye shingo yake na hatakuwa na uwezo wa kutoa sauti yoyote. Kwa hivyo unahitaji kuweka mikono yako yote miwili kuzunguka mwili wake, na unahitaji kufanya ngumi, na unahitaji kuweka mikono yako chini kidogo ya mbavu, juu ya kitovu, na unahitaji kutoa msukumo mzuri wa tumbo, pia unaitwa Heimlich maneuver, ambapo unavuta ndani na juu kama hivi mara 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kama kuna kuondolewa, basi kitu kigeni kitatoka, atapata nafuu ya kuziba. Lakini bado kama kuziba kunaendelea, unachoweza kufanya ni kuendelea na msukumo wa mgongo mara 5. 1, 2, 3, 4, 5 kama hivi, na endelea kurudia hadi kitu kigeni kitoke kutoka kwake.